Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Aprili 24 mwaka 2026 amepokea hati za utambulisho za mabalozi wanane Ikulu jijini Dar es Salaam. Wa kwanza alikuwa ni balozi wa Palestina Mheshimiwa Salam Sharar. Tanzania inadumisha mahusiano baina ya nchi hizo mbili. Tanzania ilikitambua chama cha ukombozi cha Palestina PLO kama mwakilishi halali wa watu wa Palestina mwaka 1973 na ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuruhusu chama cha ukombozi wa Palestina PLO kufungua ubalozi jijini Dar es Salaam. Ushirikiano kati ya Tanzania na Palestina umeenda zaidi ya ngazi ya kisiasa, ikijumuisha ushirikiano wa kijamii na kiuchumi, huduma na ufundi. Ikumbukwe kuwa tangu miaka 1980 kulikuwa na mpango maalum ambao madaktari wa Kipalestina kuja Tanzania. Uwepo wao ulikuwa na athari kubwa katika sekta ya afya. Hadi hivi karibuni kumekuwa na ushirikiano katika ngazi za miji, ambapo nchi hizo mbili zimekuwa na mpango unaohusisha kubadilishana wataalamu wa fani mbalimbali kama vile madaktari na wahandisi. Hali ya biashara na uwekezaji. Licha ya hali ya usalama nchini Palestina, makampuni kadhaa ya Wapalestina yamesajiliwa na kufanya biashara kikamilifu nchini Tanzania. Hata hivyo, idadi ya vitega uchumi hivyo imepungua kwa miaka mingi kutokana na changamoto za kiuchumi nchini Palestina. Wa pili alikuwa ni Mheshimiwa Catherine Karemu, balozi wa Kenya nchini Tanzania. Kama tunavyojua, Tanzania na Kenya zimekuwa na uhusiano wa kihistoria na kindugu ambao umedumu kwa miaka mingi. Uhusiano huu wa kidiplomasia umekuza ushirikiano ulioimarishwa katika sekta za kiuchumi, kisiasa, usalama, utamaduni na kijamii. Zaidi ya hivyo, ushirikiano huu unaendelea katika ngazi za kikanda na kimataifa, hususan kupitia Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Biashara na uwekezaji. Kenya ni mshirika wa kimkakati wa Tanzania, hasa katika nyanja za biashara na uwekezaji ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kati ya mwaka 2020 hadi mwaka 2024, biashara ya bidhaa kati ya nchi hizi mbili ilichangia takriban 40% ya jumla ya biashara kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mauzo ya Tanzania kwenda Kenya yalichangia takriban 25% ya jumla ya mauzo ya Tanzania ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, Kenya inashika nafasi ya 6 kati ya wawekezaji wa kigeni nchini Tanzania. Kati ya mwaka 2020 na mwaka 2024, Kenya iliwekeza katika miradi 109 ya uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni FDI ya jumla ya dola milioni 297.46. Katika kipindi hicho, Tanzania iliwekeza katika miradi 14 ya FDI nchini Kenya yenye thamani ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 41.41. Mwingine alikuwa ni Mheshimiwa Jovica Topalovic, balozi wa Serbia hapa nchini. Tanzania na Serbia zina uhusiano wa muda mrefu wa kidiplomasia ulioanzia miaka 1960 uliotokana na urafiki wa kihistoria kati ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Rais Joseph Broz Tito wa iliyokuwa Jamhuri ya Kisoshalisti ya Yugoslavia. Katika kipindi hicho, balozi zilianzishwa Belgrade na Dar es Salaam. Jambo muhimu katika uhusiano wa nchi hizi mbili ni ombi rasmi la Serbia la kufungua balozi mkazi nchini Tanzania, ombi ambalo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeridhia mchakato wa kutambua majengo yanayofaa kwa ubalozi. Biashara baina ya nchi mbili kati ya Tanzania na Serbia bado ni ya kawaida. Takwimu za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa Serbia iliagiza bidhaa zenye thamani ya takribani dola bilioni 41 duniani kote, huku uagizaji kutoka Tanzania ukifikia dola 612,000 pekee. Uwezo wa Tanzania kuuza nje kwa Serbia ni pamoja na chai, kahawa, pamba, viungo, mazao ya mkonge, korosho na bidhaa nyinginezo za kilimo na mawe ya thamani
na madini. Balozi mwingine alikuwa ni Mheshimiwa Maes Enio, balozi wa Jamhuri ya Cote d'Ivoire. Mahusiano kati ya Tanzania na Jamhuri ya Cote d'Ivoire yameimarika na yanajikita katika ushirikiano wa kidiplomasia, kiuchumi na sekta za michezo na kilimo. Ushirikiano wa kiuchumi na kilimo. Tanzania na Cote d'Ivoire zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi hasa katika sekta ya kilimo cha kisasa, utafiti na biashara. Cote d'Ivoire ni kinara wa uzalishaji wa kakao, korosho na michikichi. Hivyo Tanzania inalenga kujifunza mbinu za kuongeza tija katika mazao hayo. Nchi hizi mbili zina uhusiano mzuri wa kidiplomasia. Katika utamaduni na michezo, nchi zote mbili zimesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano wa michezo, ikiwa ni pamoja na kubadilishana uzoefu wa maandalizi ya mashindano makubwa kama vile Kombe la Mataifa ya Afrika. Balozi mwingine alikuwa ni Mheshimiwa Luteni Jenerali mstaafu Peter Kakawo kutoka Sierra Leone. Uhusiano kati ya Tanzania na Sierra Leone. Tanzania na Sierra Leone zimekuwa na uhusiano mzuri. Nchi hizi mbili pia zinadumisha ushirikiano wa pamoja katika Umoja wa Afrika, katika hali pia ya kutofungamana na upande wowote, vilevile Umoja Mataifa ambapo nchi zote mbili ni wanachama. Ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Sierra Leone unatarajiwa kuimarika kupitia upanuzi wa biashara chini ya AfCFTA, ukuaji wa viwanda unaotegemea rasilimali, uchumi wa buluu na uunganishaji wa bahari, uongezaji wa thamani ya madini na kunufaika katika kubadilishana mbinu bora katika uzalishaji wa mazao na usindikaji wa mazao ya kilimo. Balozi mwingine alikuwa ni Mheshimiwa Gideon Bahar, balozi wa Israel. Tanzania na Israeli zimekuwa na uhusiano wa muda mrefu. Ulianzia mwanzoni mwa miaka 1960 mara baada ya uhuru wa Tanzania. Ushirikiano ulikuwa na nguvu zaidi katika ulinzi, huduma ya taifa na usalama, ambapo Israel ilitoa msaada wa kiufundi katika uanzishwaji wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT mwaka 1963. Ushirikiano huu wa awali uliweka misingi wa ushirikiano wa baadaye katika kujenga uwezo na maendeleo ya taifa. Ushirikiano wa maendeleo wa Tanzania na Israel umekuwa muda mrefu, uliojengwa juu ya kanuni ya kubadilishana maarifa ya vitendo, ukitekelezwa hasa kupitia Mashav, shirika la Israeli la ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa. Ushirikiano huu unachanganya programu zinazoongozwa na serikali na kazi za mashirika yasiyokuwa ya faida ya Israel, taasisi za kitaaluma na washiriki wa ndani wa Tanzania. Katika sekta za kilimo, afya, maji na miundombinu, ushirikiano unaonyesha sio tu na uhamishaji wa teknolojia, lakini pia uwekezaji endelevu kwa watu, taasisi na mifumo ambayo inaweza kuendelea kukua kwa kujitegemea. Mauzo ya Tanzania katika taifa la Israeli yameongezeka kutoka dola milioni 9.4 mwaka 2020 hadi dola milioni 26.9 mwaka 2025. Bidhaa kuu zinazouzwa ni pamoja na minofu ya samaki iliyogandishwa, kahawa na ufuta. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wakala wa Ushirikiano wa Kimataifa wa Israeli Mashav ulitia saini makubaliano tarehe 22 Januari mwaka 2018, ambayo yalikuwa ni hatua kubwa katika kuimarisha ushirikiano wa sekta ya afya kati ya Tanzania na Israel, ambayo kimsingi inatoa msaada wa kitaalamu kwa kitengo cha dharura na kitengo cha majeruhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa mjini Dodoma. Balozi mwingine ni Mheshimiwa Dmitry Kroski, balozi wa Jamhuri ya Belarus. Ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Belarus ulianzishwa tarehe 23 Mei mwaka 1996
Hadi sasa Tanzania na Belarus zina ushirikiano katika eneo la biashara na uwekezaji. Kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2025, Belarus imewekeza katika miradi miwili katika sekta ya viwanda na miundombinu ya kiuchumi yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 0.54 na kutoa ajira 78 kwa Watanzania. Nchi hizi mbili zimeonyesha nia ya kuimarisha zaidi uhusiano wa kibiashara. Na wa mwisho alikuwa Mheshimiwa Evans Aido, balozi wa Ghana. Tanzania na Ghana hakika zinafurahia uhusiano wa kindugu ulioanzia enzi za vuguvugu la ukombozi wa bara la Afrika. Uhusiano kati ya nchi mbili zenye udugu umekuwa na mizizi iliyojengwa juu ya urithi madhubuti uliowekwa na waasisi wa mataifa haya mawili, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Rais Kwame Nkrumah, ambao walikuwa na maono na misingi ya umoja wa Afrika na mshikamano. Kwa upande wa ushirikiano wa kiuchumi, takwimu za kibiashara zimeonyesha kuongezeka kwa kasi katika kipindi cha miaka 5 iliyopita.